Kuna vitu ambavyo watu wengi hawavioni, havina bunduki, havina damu, havina kelele, lakini kila siku vinaua ndoto za mamilioni ya watu. Ni vita kati ya mtu aliyekuwa jana na mtu unayetaka kuwa kesho. Baraka alisimama ndani ya kile chumba, macho yake yakiwa kwenye picha yake. Chini ya picha hiyo kulikuwa na neno moja, kesho. Danieli alikuwa amesimama pembeni, uso wake ulikuwa umebadilika. Dakika chache zilizopita alikuwa mtu mwenye majibu sasa. Alionekana kama mtu aliyekuwa ameona kitu alichokuwa akiogopa kwa miaka mingi. Baraka akamuuliza, umesema nitachagua maisha yatakayokufa. Unamaanisha nini? Danieli hakujibu. Alitembea mpaka kwenye mlango, akaweka sikio lake karibu na mlango, kimya. Akaangalia chini ya mlango, hakukuwa na kivuli. Kisha akamgeukia Baraka. Unaishi peke yako? Ndiyo. Leo usiku usilale nyumbani. Baraka akakunja uso. Kwa nini? Danieli akasema, kwa sababu kesho imeanza tayari. Baraka akacheka kwa wasiwasi. Danieli akasema, mimi sielewi chochote. Unaniambia kuhusu picha, miaka 10, mzee aliyekufa. Sasa unasema nisiende nyumbani. Danieli akamsogelea Baraka. Umeanza kubadilika. Ndiyo. Na unafikiri Baraka wa zamani amefurahia? Baraka akakaa kimya. Danieli akasema, kila tabia unayoijenga inaua tabia nyingine. Kila siku unayoamka mapema unaua yule aliyekuwa akichelewa kuamka. Kila ukurasa unaosoma unaua yule aliyekuwa anatoa visingizio. Tatizo ni hili. Danieli akasogea karibu zaidi. Watu wa zamani hawafi kimya. Ghafla simu ya Baraka ikaita. Baraka akaitoa mfukoni. Namba haikuwa na jina. Danieli akaangalia simu, akamwambia usipokee. Baraka akamuuliza kwa nini? Simu ikaendelea kuita. Danieli akasema tena usipokee. Lakini Baraka akabonyeza. Akajibu halo, kimya. Halo, kisha sauti ikasikika upande wa pili. Ilikuwa sauti ya Baraka mwenyewe. Umeanza kunisahau. Simu ikakatika. Baraka aliangusha simu. Danieli hakushtuka. Hilo ndo lililomtisha zaidi Baraka. Umesikia? Danieli akauliza. Ilisema nini? Baraka akamwangalia. Ilikuwa sauti yangu. Ilisema nini? Umeanza kunisahau. Danieli akafumba macho, akapumua polepole, kisha akasema, tumechelewa zaidi nilivyofikiria. Baraka akamshika Danieli kwenye koti. Acha kuzungumza kwa mafumbo, niambie kinachoendelea. Danieli akamuondoa mkono. Kuna kitu kinaitwa kumbukumbu ya utambulisho. Baraka akasema, sielewi. Kwa miaka 27 umejifunza wewe ni nani? Umejiambia wewe ni mtu wa aina gani? Umejifunza jinsi unavyoamka, jinsi unavyokata tamaa, jinsi unavyoahirisha, jinsi unavyojibu matatizo. Danieli akagonga kidole chake kwenye kifua cha Baraka. Mwili wako umeishi na Baraka mmoja kwa miaka mingi, halafu ndani ya miezi miwili umeanza kumjenga Baraka mwingine. Baraka akasema, hiyo ni nzuri. Danieli akatikisa kichwa. Kwa upande wako. Lakini si kwa upande wake. Baraka akacheka. Danieli unazungumza kana kwamba kuna mtu mwingine ndani yangu. Danieli akamwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema, usiku wa leo utagundua mwenyewe. Danieli alimpeleka Baraka kwenye nyumba ya zamani nje kidogo ya mji. Kwenye geti kulikuwa na namba 17. Baraka alipoiona namba hiyo alisimama. Namba 17. Danieli akageuka. Tatizo? Baraka akatikisa kichwa. Hapana, lakini kulikuwa na tatizo. Baraka alikuwa ameona namba hiyo kabla. Kwenye picha yake pembeni kabisa kwa maandishi madogo 17. Wakaingia ndani. Nyumba ilikuwa tupu. Kulikuwa na meza, viti viwili na saa kubwa ukutani. Danieli akafunga mlango, akaweka funguo mfukoni. Baraka akamuuliza, tunafanya nini hapa? Danieli akakaa. Tunamsubiri. Danieli akaangalia saa mpaka saa 6 usiku. Halafu utachagua.
Baraka akakasirika. Unajua nini? Nimechoka, nilikuwa na maisha ya kawaida, nilikuwa na kazi, nilikuwa narudi nyumbani, ndio sikuwa na furaha, lakini angalau sikukupokea simu kutoka kwa sauti yangu mwenyewe. Danieli akatabasamu kidogo. Unataka kurudi? Baraka akakaa kimya. Danieli akatoa funguo akaziweka mezani. Mlango uko pale, chukua funguo, rudi nyumbani. Kesho acha kuamka mapema, acha kusoma. Baada ya wiki moja utarudi kuwa Baraka wa zamani. Hakuna sauti, hakuna picha, hakuna mlango. Baraka akaangalia funguo. Danieli akasema, maisha yako ya zamani bado yanakutaka. Swali ni, wewe bado unayataka? Baraka akanyosha mkono kuelekea funguo, akazishika, akasimama, akatembea kuelekea mlangoni. Danieli hakumzuia. Baraka akaingiza funguo kwenye mlango, akageuza mlango, akafungua. Upepo wa usiku ukaingia. Baraka akapiga hatua moja nje, kisha simu yake ikatoa sauti, ujumbe mpya kutoka kwenye nyumba yake mwenyewe. Baraka akaufungua. Kulikuwa na picha ya chumba chake, kitanda chake, meza yake, kitabu chake. Picha iliyokuwa imepigwa dakika moja iliyopita. Baraka akageuka haraka. Danieli akasimama. Nini? Baraka akampa simu. Danieli alipoiona picha alinyamaza. Baraka akauliza, kuna nani nyumbani kwangu? Danieli akasema, funga mlango. Danieli, kuna nani nyumbani kwangu? Funga mlango. Baraka akaufunga. Danieli akachukua funguo akaweka kufuli, kisha akasema, Baraka, chochote utakachoona usiku wa leo usiweke imani kwenye macho yako. Saa ilionyesha saa 5:47. Hakuna aliyezungumza saa 5:47. Baraka alikuwa akitazama simu, hakukuwa na ujumbe mwingine. Saa 5:56 Danieli akasimama, akasogeza kiti katikati ya chumba. Kaa Danieli. Baraka akakaa. Danieli akasema, kuanzia sasa usiondoke kwenye kiti, hata ukisikia nini, hata ukiona nini, usiondoke. Baraka akatikisa kichwa. Saa 5:59 saa ilianza kutoa sauti, tik tik. Baraka akaingia, akaangalia mikono yake, tik tik. Saa 6 kamili taa ikazimika. Baraka akashikilia kiti. Danieli hakuna jibu. Danieli kimya. Kisha sauti ya mama yake ikasikika, Baraka, Baraka. Baraka akaganda. Mama, sauti ilitoka nyuma ya mlango, mwanangu, fungua. Baraka akasimama kidogo, akakumbuka maneno ya Danieli, usiondoke kwenye kiti. Baraka, sauti ya mama yake ilikuwa ikilia, mwanangu, naomba fungua. Baraka akafunga macho. Sisi kweli, sauti ikalia zaidi, Baraka, nimeumia. Baraka akashika kiti. Si kweli. Kitu kikagonga mlango. Baraka akaruka. Mama! Akaukaribia na kusimama, lakini akajilazimisha kukaa kimya. Sekunde 5, sekunde 10, kisha sauti nyingine, sauti ya bosi wake, Baraka, kesho usije kazini, tumekufukuza. Baraka akafungua macho. Sauti nyingine, rafiki yake, watu wote wanakupita. Sauti nyingine, una miaka 27. Sauti nyingine, bado huna kitu. Sauti nyingine, ukurasa mmoja. Kicheko kikaanza kusikika. Ukurasa mmoja? Unadhani ukurasa mmoja utakufanya kuwa tajiri? Sauti zikawa nyingi. Umechukua muda mrefu. Wengine wako mbele. Umeanza kuchelewa, hujui unachokifanya. Acha. Baraka akaziba masikio, lakini sauti hazikuwa zikitoka nje, zilikuwa kichwani, kisha zote zikanyamaza. Baraka akafungua macho. Taa ilikuwa inawaka. Mbele yake kulikuwa na mtu akiwa amekaa kwenye kiti kingine. Baraka akasimama. Mtu huyo alikuwa Baraka, nguzo zile zile, uso ule ule, macho yale yale. Baraka akasema, wewe ni nani? Yule mtu akatabasamu, usijifanye hunijui.
Baraka alitaka kukimbia lakini mlango ulikuwa umefungwa. Yule Baraka mwingine akasema, kaa. Baraka hakukaa. Wewe si halisi? Baraka mwingine akacheka. Halisi? Baraka, nimekuwa nawe kwa miaka 27. Nilikuwa nawe shuleni, nilikuwa nawe ulipoandika malengo yako ya kwanza, nilikuwa nawe ulipoandika utaanza biashara, nilikuwa nawe ulipoahirisha, nilikuwa nawe kila Januari na kila Disemba. Baraka akasema, wewe ni nini? Baraka mwingine akasimama, mimi ni wewe. Hapana, mimi ni wewe ambaye amekuweka salama. Salama? Ndiyo, ni mimi niliyewahi kukuambia usijaribu ili ushindwe. Ni mimi niliyewahi kukuambia usianze ili watu wasikucheke. Ni mimi niliyewahi kukuambia ulale kidogo zaidi. Nitazame, Baraka akutaka. Nitazame, Baraka akamwangalia. Baraka mwingine alikuwa akilia, mimi si adui yako, nilikuwa nakulinda. Baraka akakaa kimya. Nilijenga maisha ambayo hayana hatari. Kazi, mshahara, nyumbani, kesho kazi, mshahara, nyumbani, kesho. Baraka mwingine akasogea karibu. Hatukuwa matajiri lakini tulikuwa hai. Sasa unataka kutupeleka wapi? Baraka akasema, nataka maisha bora bora bora. Baraka mwingine akacheka. Au unataka maisha ya watu unaowaona kwenye simu? Baraka akajibu, unataka biashara? Biashara gani? Baraka akakaa kimya. Unataka kuwa tajiri kwa kufanya nini? Baraka kimya. Unataka kubadilisha familia kwa mpango gani? Baraka akakaa kimya. Baraka mwingine akasogea karibu. Unaona, huna mpango, una hamu tu. Maneno hayo yalimuumiza Baraka kwa sababu yalikuwa ya kweli. Alikuwa na malengo lakini hakujua anataka kujenga nini. Baraka mwingine akasema, rudi kwenye maisha yetu. Kesho usisome, lala, baada ya siku 3 utasahau. Danieli, baada ya wiki utasahau. Daudi, baada ya mwezi utanisikia mimi tu. Baraka akamuuliza, na nikikataa? Baraka mwingine akatabasamu, basi lazima uniue. Ghafla meza ikatokea katikati yao. Juu yake kulikuwa na vitu viwili, kitabu na mto. Baraka mwingine akasema, rahisi, chagua. Baraka akaangalia kitabu, akaangalia mto. Ukichagua mto unarudi nyumbani, hakuna hofu, hakuna maumivu, hakuna kushindwa. Baraka akauliza, na kitabu? Baraka mwingine akasema, utaendelea lakini nitakuwa nawe. Kila asubuhi nitakuambia ulale. Kila unapojaribu kitu kipya nitakuonesha. Watakao kucheka kila utakaposhindwa nitakwambia nilikuonya. Kila utakapofanikiwa nitakwambia ilikuwa bahati. Baraka akatazama kitabu kisha akasema, kwa hiyo huwezi kufa? Baraka mwingine akatabasamu, hapana. Baraka akaelewa Danieli alikuwa amekosea, hakuhitaji kumuua. Baraka wa zamani hakuhitaji kumwangamiza, hakuhitaji kusubiri sauti ipotee. Baraka akachukua kitabu. Baraka mwingine akakasirika, umesikia nilichosema? Akakasirika, umesikia nilichosema? Nimesikia. Nitakuwa nawe, najua. Nitakwambia uache, najua. Nitakufanya uogope. Baraka akashika kitabu kwa nguvu kisha akasema, lakini huna mamlaka ya kuchagua. Kimya. Baraka mwingine akasimama, uso wake ukaanza kubadilika, hasira, hofu, maumivu. Baraka akafungua kitabu akasoma ukurasa mmoja. Baraka mwingine akapiga kelele, taa zikazimika, kioo kikavunjika, sauti kubwa ikaja, chumba kisha kimya. Basi Danieli alimpeleka Baraka nyuma ya nyumba. Kulikuwa na gara ndogo, akalifungua. Ndani kulikuwa na masanduku mengi. Danieli akafungua sanduku la kwanza, vitabu. Sanduku la pili, daftari. Sanduku la tatu, picha. Baraka akachukua daftari moja, juu yake kulikuwa na jina Daudi. Baraka akafungua ukurasa wa kwanza, kulikuwa na orodha ya majina mengi. Baadhi yalikuwa yamewekewa alama X, mengine yalikuwa yamezungushwa duara. Baraka akaendelea kugeuza kurasa mpaka akafika ukurasa wa mwisho. Jina lake lilikuwa pale, Baraka, lakini chini yake kulikuwa na jina jingine, Danieli, na pembeni ya jina la Danieli kulikuwa na alama ya X. Baraka akamwangalia Danieli. Danieli hakujibu.
Danieli hakujibu. Baraka akaonesha daftari. Kwa nini jina lako lina X? Danieli akafumba macho kisha akasema kwa sababu nilishindwa. Baraka akaganda. Ulishindwa nini? Danieli akamwangalia. Jaribio ambalo unakaribia kuanza. Baraka akauliza jaribio gani? Danieli akasema hatua ndogo ni nzuri unapokuwa hujui unakoenda, lakini kuna siku lazima uchague mwelekeo. Baraka akakaa kimya. Danieli akaendelea, mimi nilifanya hatua ndogo ndogo kwa miaka 10. Nilisoma, niliamka mapema, niliweka pesa, niliandika malengo, nilikuwa na nidhamu sana kuliko watu wengi. Baraka akauliza, basi ulishindwaje? Danieli akasema, kwa sababu nilikuwa nakimbia, lakini sikuwahi kuchagua ninakokwenda. Kimya. Danieli akafungua sanduku la mwisho. Ndani kulikuwa na saa kubwa ya zamani, ilikuwa ikihesabu muda kurudi nyuma. Baraka akauliza, hiyo ni nini? Danieli akasema, una saa 24 kufanya nini? Kuchagua jambo moja, jambo ambalo utalijenga kwa miaka 10 ijayo. Baraka akacheka kwa wasiwasi. Na nikichagua vibaya? Danieli akasema, hilo ndio lililonitokea. Sasa ikaendelea. Masaa yakaendelea kwenda mbele. Baraka akaangalia daftari, akaangalia saa, kisha akamuuliza Danieli, na nisipochagua? Danieli akasema, basi maisha yatakuchagulia. Ghafla simu ya Baraka ikaita. Baraka akaangalia, ilikuwa namba ya mama yake. Akapokea. Mama. Upande wa pili kulikuwa na kilio, kisha sauti ya mama yake ikasema, Baraka, baba yako amerudi. Baraka akaganda. Danieli akamwangalia, simu ikaita karibu idondoke mkononi mwa Baraka, kwa sababu baba yake alikuwa amekufa miaka 17 iliyopita. Baraka akamwangalia Danieli. Danieli akasema, usiende nyumbani. Baraka akauliza, kwa nini? Danieli akatazama namba 17 iliyokuwa kwenye geti, kisha akasema, kwa sababu sasa nimekumbuka nilipowahi kuona jina lako. Baraka akashikilia simu. Wapi? Danieli akajibu, jina lako halikuwa kwenye orodha ya wanafunzi wa Daudi, lilikuwa kwenye orodha ya watu ambao Daudi alikuwa akiwaogopa. Sasa ikaendelea kuhesabu, yani masaa yakaendelea kwenda mbele, na kwenye simu sauti ya mwanaume ikasikika. Baraka aliacha kupumua. Alikumbuka sauti hiyo, sauti ambayo hakuwa ameisikia tangu akiwa na miaka 10. Sauti ya baba yake, mwanangu, usifungue mlango. Simu ikakatika. Kwa nini baba wa Baraka amerudi baada ya miaka 17? Kwa nini mzee Daudi alikuwa akimwogopa Baraka? Na ni malengo gani au ni mlango gani ambao baba yake hataki Baraka aufungue? Usikose episodi ya 4. Hii ni episodi ambayo inatufundisha namna ambayo tunakuwa tunasikia sauti za ndani, tuna nafsi za ndani. Tunaposema Baraka wawili, manake Baraka mwingine ni nafsi ya Baraka ya ndani ambayo inajaribu kumwambia kwamba Baraka akichagua kutengeneza Baraka mpya, manake una ile roho ya uvivu ndani yake ambayo ilikuwa inamwambia Baraka asifanye vitu. Kwa hiyo alikuwa akipiga hatua analia. Ile nafsi yake inalia, ni kama inaona uvivu, inatokota ndani. Lengo ni kutaka kumrudisha nyuma. So tutakavyoona kwenye hiyo episode inayofuata ya 4, tutajifunza zaidi na tutaona namna gani tunapaswa kutii sauti za ndani. Kama sauti ni negative, tunapaswa kuitii in a negative way na kuichukulia hatua, na kama tunapaswa kuitendea kazi au kuifanyia kazi, maanake tunatakiwa tujikane nafsi. Siku zote sauti ya ndani inayokuambia mara moja tu ndio sauti ya kweli, na sauti inayokuambia zaidi ya mara nyingi, hiyo ni sauti ambayo sio sahihi na unapaswa kuwa nayo makini sana. Endelea kusubscribe, endelea kulike channel yetu, usisahau kushare pia kwa watu ambao bado nafsi zao zinatokota ndani, hawajui wapite njia ipi ili kuweza kufanikiwa.